Banana na Masanja wanaojiita mamlaka ya Tume ya Taifa ya Uchaguzi. Mmesikia takriban wiki moja sasa, ilikuwa tarehe 12 mwezi April, kulikuwa kuna kitu kinaitwa kwenda kusaini kanuni za maadili ya uchaguzi. Wakatoka nje, tena wameenda shule, wakatangazia dunia eti Chadema rasmi kujiondoa kwenye uchaguzi. Nataka niwaambie na taarifa iwafikie, Chadema hatujajiondoa kwenye uchaguzi, ila nchi hii haitakwenda kwenye uchaguzi kama hakuna reforms. Na kwenye hili lazima tuseme pia na uchafu ambao wameendelea kuubariki. Nitawasomea kanuni mojawapo kwenye hicho wanachokiita sheria za maadili ya uchaguzi. Kanuni namba 52 ya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani ya mwaka 2025 ikisomwa kwa pamoja na vifungu vya 102D na E cha sheria ya uchaguzi wa rais, madiwani na wabunge namba 1 cha 2024. Wanasema wakala wa vyama vya siasa hatoruhusiwa kupewa nakala ya matokeo, na wala hakutabandikwa matokeo kwenye kuta ama mbao za matangazo kuonyesha matokeo ya uchaguzi uliofanyika. Sasa naomba niwaambie ndugu zangu waandishi wa habari na Watanzania wenzangu, ni mwenda wazimu peke yake anaweza kuona hili jambo kama ni sawa. Yaani unakwenda kwenye uchaguzi, wakala hataruhusiwa kupewa nakala ya matokeo na wala hayatabandikwa kwenye kuta za matangazo. Maana yake ni kwamba wametangazia dunia wizi wa mchakato wa uchaguzi. Hasa vimetokea vigenge fulani wanaita vyama vya siasa. Ni magenge, tunataka nikwambie ukweli. Wamejinasibu, wamekwenda pale vyama 18, haya magenge yamedhaminiwa na mtawala asiyetaka kutoka. Wamekwenda kusaini, wanasema kanuni za maadili ziko sawa sana. Nataka niwaambie iko hivi. Kwanza, kuto kushiriki kusaini kanuni za maadili hakuiondoi sifa ya chama cha siasa kuto kushiriki uchaguzi. Unajua kanuni za maadili kwenye familia yako ni sawa na kitukuu. Hakawezi kuwa na sauti kama baba wa nyumba unazungumza habari ya familia. Baba wa nyumba kwenye taifa lolote ni katiba ya nchi. Moja kati ya sheria kwenye katiba ya nchi hii, pamoja na udhaifu wake, inasema moja kati ya majukumu ya chama cha siasa chochote kilichosajiliwa katika usajili wa kudumu ni kushiriki national election, uchaguzi wa kitaifa. Sasa haiwezekani katiba inasema chama cha kisiasa ni lazima kishiriki uchaguzi, eti kikanuni hicho kitukuu kinasema usipokisaini hautashiriki uchaguzi. Mwenda wazimu peke yake ndo anaweza kaona hiyo ni logic. Sasa wao wamedandia, tunasema wamedandia gia angani kwamba Chadema hawatashiriki uchaguzi, wamejiondoa rasmi na nini. No, nataka tuweke very clear hii nchi. Nataka niwaambie ndugu waandishi wa habari na Watanzania wenzangu, kwa mara ya kwanza hatutakwenda kwenye uchaguzi kama taifa, as a nation, kwamba hatuendi kwenye uchaguzi bila kuwa na mifumo ya uchaguzi ambayo haimfanyi mshindani wetu ajitangaze mwenyewe. Ni upuuzi tu kwamba huyu aliyetangaza juzi hizi kanuni ni mteule wa rais. Huyo rais ndio mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi. Huyo rais amejipitisha juzi Dodoma, ni mgombea wa bila kupingwa ndani ya chama, na yeye tunakuendelea kwenye ushindani. Unawezaje kushiriki uchaguzi wa kihuni kwa viwango hivyo vya unayekwenda kupambana naye? Yeye ndo anayeteua watakao watangaza, yeye ndo anasimamia vyombo vyote vya ulinzi na usalama, na ndio maana kimejawa kiburi kwenye jeshi la polisi kwenye masuala ya kitaifa, hasa yanayohusu usalama wa raia na mali zao, na uhalali wa kila Mtanzania kutoa maoni kadri anavyoona inafaa pasipo kuvunja sheria za nchi. Sasa kwenye hili jambo tunalizungumza na kulirudia kwamba no reforms, no election. Hakuna mabadiliko ya mfumo wa kiuchaguzi, taifa halitakwenda kwenye chaguzi. Lakini pia naomba nitumie fursa hii kama nilivyozungumza kwamba
Kama hujaguswa huwezi kuona kama hii taifa lina shida. Nataka niwaambie ndugu zangu, mimi ni moja kati ya familia wahanga kwenye utawala huu. Ni moja kati ya familia wahanga kwenye utawala huu wa mtu aliyejinasibu kwamba yeye anakuja na kitu kinachoitwa 4R. Tarehe 15 Septemba 2021 nilipotelewa na ndugu watatu. Na wataja kwa majina kwa sababu kama familia hatujakaa msiba na haturuhusiwi, kwa sababu tukikaa tutaambiwa amefia wapi. Lakini ni kicho kikosi kinachoitwa cha wasiojulikana, kwa sababu ndugu zetu hatujawaona. Wa kwanza ambaye mimi kifamilia namuita baba mdogo ni Chris Bega. Huyu ni raia halali wa nchi hii, ni Mtanzania, ameacha mke na watoto nyumbani wilaya ya Kaliua, kata ya Usinge, kijiji cha Usinge. Chris Bega kapotezwa tarehe 15 mwezi Septemba 2021 kwenye utawala wa huyu mama. Kayege Musa ambaye mimi kifamilia ni mdogo wangu, amepotezwa Septemba 15 hiyo ya 2021 na kijana mmoja namfahamu kwa jina moja anaitwa Nuru. Kwa wale ambao wanatambua wilaya ya Kaliua Usinge, alikuwa anaishi kijiji cha Majengo ya Tabora. Sasa haya maumivu ni kwa sababu tu hawa watu wanaamini katika haki. Serikali chini ya Chama cha Mapinduzi inapoteza ndugu zetu tunapokwenda kila nyakati za chaguzi, alafu wanatokea wahuni wachache wanasema ni muhimu tukaenda kwenye uchaguzi. No, hichi kitu sio sawa, hatutakikubali. Na popote Mtanzania yoyote alipo, mahali popote, kwa nafasi yake ni muhimu akakemea utawala wa kidhalimu wa namna hii na kuungana na wanachadema na Watanzania wote wapenda haki na mabadiliko, twende kwenye ajenda ya kitaifa ya no reform no election. Kwenye hili jambo pia naomba niuzungumzie issue ya jeshi la polisi. Tumesikia juzi mpumbavu mmoja anaitwa Muliro, kamanda wa jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam, anasema watu wote ambao wamejipanga kwenda Kisutu tarehe 24 kwenye kesi ya Mheshimiwa Lissu ya uongo, kwamba amejipanga yeye na majeshi yake kukabiliana nao. Nataka niwaambie ndugu zangu, na jeshi la polisi natuma salamu. Huu ni uhuni uliokithiri na ni muhimu mkajiondoa kwenye masuala ya kuinterfere politics. Hizi siasa ndio zinafanya zinajadili mshahara wa kwao. Mwanasiasa ndio anayepanga askari alipo shilingi ngapi. Kwa nini wamejigeuza kuwa sehemu ya wao kwenye chama kimoja ambacho kinatawala? Lakini anapataje uhalali wa kuisemea mahakama? Tunafahamu kwenye nchi hii kuna mihimili mitatu: bunge, mahakama na serikali. Mihimili hii inatajwa kwa mujibu wa katiba ya nchi kwamba haiingiliani. Sasa kama jeshi la polisi kupitia wizara ya mambo ya ndani, na naona waziri amekaa kimya, ujinga ukiendelea, anapataje ujasiri Muliro kama hajatumwa na Chama cha Mapinduzi kuisemea mahakama ambacho ni chombo kilicho huru, na kwenye kesi za uongo za namna hii kubwa, za namna hii za uhaini na ugaidi na mambo mengine yanayofanana na kesi hizi, mahakama inasema ni muhimu kesi za namna hii umma ukaenda kupata elimu, kwa sababu ni kesi ambayo inatakiwa isikilizwe public, watu wakajifunze, watu wakaone kwamba hivi kwenye nchi hii ni kweli tuna wahaini. Hasa anatokea mpuuzi mmoja anasema watu wasiende mahakamani. Tunasema na tumejipanga, na baada ya press tunaanza safari. Tutakuwa Dar es Salaam tarehe 24. Na Watanzania wote waliojipanga kwenda kwenye hii kesi waende. Sasa kwenye hili jambo lazima tuionyeshe dunia kwamba Tanzania iliyojinasibu ni kisiwa cha amani. Tarehe 24 mabomu yatalindima pale, wakitupiga dunia itatazama kwamba ni kweli hizo 4R zinavokanyagwa dhidi ya jeshi la polisi, lakini nyuma yao kuna Chama cha Mapinduzi na yuko aliyewatuma. Sasa binafsi ni muonye kama Muliro, yeye binafsi kwamba ni muhimu akajiondoa kwenye hii dhana. Tumechoshwa na mifumo ya nchi hii ya hovyo.
asijiingize kwenye hili tatizo. Tutakwenda Watanzania kwa maelfu tarehe 24, kwa sababu kesi hii ni ya maslahi ya kitaifa na kidunia. Ni muhimu akajua kwamba kupitia kesi hii tumefunga milango ya uwekezaji wa mataifa yote ya nchi. Huwezi kuwa una akili timamu taifa lako likaenda kuwekeza kwenye nchi ambayo ina watu ambao ni wahaini. Tumeondoa uchumi, tumeondoa uwekezaji, watalii. Mlilo anaona jambo la maana sana kwenye hili habari. Sisi tunasema sikilize viongozi wa taasisi za dini. Kupitia kesi hii imeondoa dhana ya kuzungumza ibada ya ukombozi. Mfano kwenye nyumba zote za ibada ulikuwa ni kesi ya Mheshimiwa Lissu.